Tunavyomwabudu, namna tunavyompelekea ibada, hiyo ndio imekuwa ajenda yetu katika somo hili ama katika mahubiri ya masaa haya. Wakati ya kwanza tuliweza kuangalia taasisi ya ubaba na tukaona ya kwamba taasisi ya ubaba ndio muongozo wa kila ibada, ndiyo inayetoa mwelekeo, utaratibu wote wa kiibada. Tumeweza kuangalia habari za kumfikia Baba katika roho moja, roho wa mwanawe Yesu Kristo, maana anatupa roho wake kupitia kwa Yesu Kristo Bwana wetu, na hivyo tunamwabudu katika roho na katika ukweli. Sasa leo umoja wa watu wa Mungu ni wa lazima. Sasa katika harakati hii ambayo tumekuwa naye sasa, leo tunataka tuweze kuangalia namna ambavyo roho wa Mungu anavyowaweka watu katika umoja. Kwa hivyo somo letu la leo linasema umoja wa watu wa Mungu ni wa lazima. Umoja wa watu wa Mungu ni wa lazima. Hivyo nitaomba uweze kunifuatilia kwa utaratibu, maana nitaweza kupeleka maneno mafupi yanayoeleweka. Tunaongozwa na kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni wa 22, ambacho nikiomba msomaji aweze kutusomea. Anasemaje? Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja. Kwa hivyo lazima wafuasi wa Yesu wawe na umoja sawa sawa na vile Yesu pamoja na Baba yake walivyo na umoja. Watu wengi wanajaribu kulifuruga fungu hili ili kuondoa uwepo wa Baba katika ushirikiano na mwanawe. Mwisho wanalisababisha kuaminika ya kwamba Baba na Mwana ni mtu mmoja. Lakini kusudi la andiko hili haliongelei ya kwamba Baba na Mwanawe ni mtu mmoja ama ni nafsi moja. Nitumie hilo neno la nafsi. Bali andiko hili linasema Baba ni mwingine, Mwana ni mwingine, lakini wote wawili wana umoja. Lakini hapo kuna maneno ambayo ni makini, kwa sababu anasema utukufu ule ulionipa. Kwa Kiingereza wanaita glory, utukufu. Kwa hivyo utukufu umesababisha Mungu na Mwanawe wawe na umoja. Sasa Yesu anasema naye amewapea wanafunzi 12, kwa sababu kitabu hicho cha Yohana 17 ukianzia mstari wa kwanza kinaongelea ombi ambalo Yesu alikuwa analiomba. Kwa hivyo ilikuwa ni maombi anaomba, na anaomba kwa ajili ya wanafunzi. Alikuwa anaomba kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hivyo tunaweza kusema aliomba kwa ajili ya kanisa la mitume. Kwa hivyo kanisa la mitume linafaa kuwa ni hili ambalo linaendelea kwa sasa. Lakini kwa sababu
ya kugawanywa vikundi vikundi. Sasa hivi watu wamechanganyikiwa, kanisa la mitume ni lipi? Kwa maana watu wamegawa vikundi vikundi vinavyojiita makanisa leo, lakini makusudio ya Yesu hayakuwa hayo. Makusudio ya Yesu yalikuwa ya kwamba kanisa lake duniani liwe na umoja. Tunaposema umoja, si ati ya kwamba wanafunzi walikuwa wanayeyuka wanakuwa mwanafunzi mmoja, bali walibaki kuwa wanafunzi 12 ambao Yesu aliomba kwao wawe na umoja. Kwa hivyo hata sasa mapenzi ya Mungu ni hayo, ya kwamba wale ambao wanainua bendera ya ukweli lazima wapatane katika jukwaa la umoja. Kwa hivyo umoja unakuwa ni wa lazima kwa watu wa Mungu. Sasa umoja huu hauwezi kuwepo pasina kuwa na utukufu ule ambao Yesu anapeana. Na utukufu huu ambao Yesu anapeana kwa jina lingine unaitwa Roho. Ninataka niweze kuangalia kulingana na imani ya Waadventista wa Sabato, kwa sababu leo tumejipata katika hali ya barabara mbili ambayo tunashindwa sasa ni gani tupite, kwa sababu kila kunapoitwa leo wanaamuka waalimu wanaofundisha kinyume na vitabu ambavyo vinafaa kuaminika. Yesu anapoomba anasema hawa wanafunzi wawe na umoja katika utukufu. Katika utukufu. Kabla sijasoma kitabu hiki cha Roho ya Unabii, ningeomba tusome kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 17, alafu niweze kuwa nimeweza kufungua kitabu hiki cha Roho ya Unabii kiweze kutueleza kinaga ubaga ya kwamba utukufu huu ni nini, kwa sababu umoja lazima uwe katika utukufu. Kwa sababu Yesu na Baba yake wana umoja katika utukufu. Kila mmoja ako na nafsi yake, lakini wana umoja katika utukufu. Soma tusikie. Petro wa kwanza 1:17. Ndiyo. Na ikiwa mwaniita Baba. Petro wa pili. Petro wa pili. Ndiyo. Petro wa pili 1:17. Ndiyo. Anasema hivi. Anasemaje? Anasema maana nalipata kwa Mungu Baba nini? Heshima na utukufu. Kwa hivyo katika andiko hili wale ambao wanashuhudia ni Petro anashuhudia kwamba Yesu alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu. Na katika ile Yohana 17 ambaye tumeisoma inasema ya kwamba utukufu ule ulionipa. Kwa hivyo anashuhudia Petro, anasema Yesu alipata utukufu kwa Mungu Baba. Yesu naye anasema ya kwamba utukufu huo ndio unaosababisha yeye na Baba wawe na umoja. Hivyo kama haingekuwa utukufu ambao Baba alimpea mwana, basi ingekuwa na magombano, ingekuwa na kutokuelewana. Yesu angekuwa anasema yake na Baba anasema yake. Lakini kwa sababu wanashiriki utukufu mmoja, ndio maana Yesu na Baba yake wana umoja na hawana magombano. Watu hapa duniani ndio wanagombana, wakati Yesu na Mungu hawagombani. Na ukumbuke kwamba kwenye tumekuja tukiangalia vile ambavyo Yesu amekuwa akiinua taasisi ya Baba yake na kumweka Baba yake katika sehemu yake na kumuinua, na pia tukafika ya kwamba yeye ndiye anawafikisha watu katika ibada halisi ya huyo Baba. Hiyo ndio tumekuwa tukiangalia. Kwa hivyo msisahau. Sasa kitabu hicho cha Petro ambacho tumekisoma kimetumia ya kwamba alipata heshima na utukufu. Sasa hapo chini, ili tuweze kuelewa heshima na utukufu, anamalizia kusema wakati alipoletewa sauti kutoka mbinguni, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa hivyo na maana ya kwamba pale katika ubatizo ndipo palikuwa na ushahidi ya kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu.
Kwa hivyo yule alikuwa anambatiza Yesu alikuwa ni Yohana Mbatizaji, na alikuwa anaambiwa ya kwamba utakapoona ishara hiyo ndio ujue huyu ni yeye. Kwa hivyo Yohana alisema huyu ni mwana wa Mungu wakati alipoona ishara hiyo ambaye alikuwa ameambiwa. Kwa hivyo ishara hii Petro anapoeleza anasema ni heshima na utukufu. Kwa hivyo heshima na utukufu ndizo zilikuja juu ya Yesu kwa mfano wa hua, ambaye ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba huyu ndiye Masihi aliyetarajiwa, huyu ndiye mwana wa Mungu. Sasa hoja yetu ni kwamba utukufu huu lazima uwe roho wa Mungu, si kado na kitu kingine. Kwa hivyo ina maana watu wa Mungu umoja wao sio nje ya roho ambaye inaowaongoza. Kwa hivyo watu wanagawanyika vipande kwa sababu ya roho ambaye inawaongoza. Kama mnaongozwa na roho wa Kristo, lazima mtamalizia katika umoja usio na magombano. Lakini ukiona ya kwamba mnagombana, hamuelewani, kuna mtu mmoja hapo miongoni mwetu lakini anagombana na sisi, ujue ya kwamba huyu hayuko pamoja na sisi. Roho ambaye anatutumikia hapa bado yeye hajampata huyo roho, kwa sababu Yesu na baba yake hawagombani kwa sababu anatumia roho moja. Wanafunzi wanakuwa na umoja katika huyo roho. Wanafunzi wanakuwa na umoja katika huyo roho. Sasa naomba nisome kitabu ambacho kinaitwa The Signs of Times. The Signs of Times, October 3 ya 1892, paragraph 4. Inasema hivi, Jesus, sijui kama kuna mtu ambaye ninaweza kusoma na yeye anaweka kwenye Kiswahili chukua microphone mpe nani Collins. Inasema hivi, Jesus is seeking to impress upon them that the thought that in giving his Holy Spirit he is giving to them the glory which the Father has given him. Yesu anajaribu kutia nia ndani ya wanafunzi ya kwamba kwa kuwapatia roho anawapa yeye mwenyewe. Hapa ngoja kidogo nirudie. Polepole. Jesus is seeking to impress upon them. Yesu anajaribu kutia nia ndani yao. The thought that, mawazo kwamba, in giving his Holy Spirit, kwa kuwapa Roho wake Mtakatifu, he is giving to them the glory, anawapa utukufu, which the Father has given him, ambao Baba amempa yeye mwenyewe. That he, ya kwamba yeye and his people, na watu wake, may be one, wawe na umoja in God, katika Mungu. Kwa hivyo mimi nashangaa nikiona watu ambao wanadai ni wasomi, ambao wanadai ya kwamba ni wasomi wa biolojia, wanajigamba wana vyeti ambavyo wanavitumia vya kutuonyesha usomi wao, lakini mwisho wanamalizia kuleta contradiction katika jambo hili muhimu, ya kwamba lazima kuje kiumbe kingine ambacho kinaweza kuunganisha watu kado na utukufu wa Mungu. Ndio maana wamegawanyika watu vikundi, wanakuwa katika jukwaa moja, lakini ndani ya jukwaa hilo limejaa mabishano, kwa sababu hawawezi wakaelewana, maana hawamtumikii roho wa Kristo wala hawana huyo roho wa Kristo. Kwa hivyo ina maana lazima tuwe makini sana, kama vile ambavyo mitume walikuwa makini kumngojea ama kuomba waweze kupata roho huyu wa Kristo, ili waweze kumalizia katika umoja. Umoja ni kitu cha muhimu ambacho kilisababisha kazi iweze kuendelea mpaka tunajifunia leo. Lakini kama leo tutaanza kujogojewa na watoto hawa ambao tunao wazaa, wanagojea yani ni nini kitakacho kuweko kesho, maana tunawazaa watoto ambao wanagojea kitu ambacho kina utaratibu ili waweze kumwabudu Mungu katika umoja, katika kweli. Kisoma hiyo Yohana 17 mstari wa 17. Yesu anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hivyo na maana ya kwamba kile ambacho kilikuwa kinawapatanisha wawe na umoja
ni huo utukufu ambao uliwasababisha wasimame katika jukwaa moja la ukweli. Kwa hivyo sababu ambayo imetuleta hapa, bila kujali nimetoka kwenye kabila gani, nimetoka kwenye jamii gani, nimetoka kwenye nchi gani, kile ambacho kimetuleta hapa ni kupatanishwa na ukweli wa Biblia ambao tumeongozwa na Roho wa Mungu kufikia sehemu hii. Kwa hivyo kitu ambacho kinatakikana kukikemea kwa ukali ni wakati atakapoinuka mtu mmoja miongoni mwetu ambaye anaweza kulisabaratisha hili kundi. Na yule ambaye anaweza kulisabaratisha kundi hili ni mtu ambaye atakuwa na roho mwingine, sio yule Roho wa Kristo. Na kado na Roho wa Kristo, roho mwingine ambaye anaweza kuwepo miongoni mwa mtu ni roho wa mpinga Kristo ambaye anatoka kwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wakati ambapo wewe unaposikia injili na kuikubali injili hiyo, hakuna zawadi nyingine ambaye Mungu anaweza kukupa wewe isipokuwa kukupa roho wake. Roho wake ndiye anaweza kukuongoza na kukutana na watu wawili ama watu watatu ambaye wana roho huyo huyo ambaye wewe umepata. Ndio maana hizo nasema wakutanikapo watu wawili au watatu, mimi niko hapo katikati yao. Yesu anapatikana katikati ya watu wawili au watu watatu ambao wamepokea huyo roho wa Kristo, huyo roho wake. Hao ndio wanaitwa kanisa safi, lisilo na dosari, lisilo na mawaa, ambao mishoni yao ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo na hawana ajenda nyingine zaidi ya hiyo. Kwa hivyo sasa kitu ambacho kinafanya leo watu waitwe kutoka kwenye madhehebu mbalimbali ni kwa sababu madhehebu, Roho wa Kristo ametoka ndani ya madhehebu. Na kwa sababu Roho wa Kristo ametoka ndani ya madhehebu, basi watu ambao wanamtaka Roho wa Kristo lazima watatoka kwenye madhehebu ili waweze kuungana na kundi la watu ambao wanakubali kupeperusha bendera ya ukweli katika roho mmoja wa Kristo. Leo madhehebu yameungana. Tunasema ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa ekumene ama umoja wa makanisa duniani. Ya kwamba leo umoja wa makanisa wameungana na kusema hawa ni Wakristo wa kweli, hawa ni Wakristo wa kweli, hawa ni Wakristo wa kweli. Kwa hivyo ina maana dunia wako na list ya Wakristo wa kweli ni wangapi? Sasa ningetaka kila mmoja ajiulize walitumia vigezo vipi, kwa sababu Yesu anasema ya kwamba wanajulikana katika utukufu, wana umoja katika roho. Lakini leo makanisa yanapochagua hawa ndio wa kweli, hawa si wa kweli, wanapima katika vigezo vipi? Na maana ya kwamba kuna roho mwingine kado na Roho wa Kristo anayeuganisha makanisa ya kidunia. Haya makanisa ya kidunia wana roho mwingine ambaye si roho ambaye Yesu aliwapea wanafunzi wake. Maana haiwezekani leo ati mtume fulani alienda akafungua dhehebu lake, mtume mwingine akaenda akafungua dhehebu lake, mwingine akaenda akafungua dhehebu lake. Leo nimemsikiliza mchungaji fulani wa kanisa la Waadventista wa Sabato ambaye hapa Tanzania nikana kwamba anaonekana ni msomi, anajielewa. Lakini anajielewa kwa watu ambao hawana roho wa Kristo. Wale ambao wana roho wa Kristo hawawezi wakamuelewa kabisa, kwa sababu maneno yake yamejaa makufuru ndani. Amenukuliwa akisema ya kwamba makanisa mengine ambaye ni makanisa ya kijumapili bado ni makanisa ya Kristo. Na kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato, wakati ambapo wanapokula Pasaka, Mkatoliki ambaye anakula kipaimara anakula kipaimara kwa ubatizo aliobatizwa, basi anawezekana akaenda kwa kanisa la SDA na akashiriki meza ya Bwana kule. Nimemnukuu alivyosema. Lakini ukimsikiliza
utapata ya kwamba ana majigambo, si mtu mtulivu katika kueleza mambo yake. Ni mtu ambaye ana majigambo, anajiinua kana kwamba wanakaa na Yesu jioni akienda nyumbani. Lakini kile ambacho utakuja kugundua ya kwamba Yesu hayuko karibu na yeye ni wakati anaposema ya kwamba watu ambao wanakula kipaimara wakabatizwa kwa ubatizo waliobatizwa huko wanaweza wakashiriki meza ya Bwana katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lazima mtu yoyote ambaye ni Mwadventista wa kweli lazima aweke question mark. Kwa sababu Waadventista wa Sabato wa ukweli ni wale ambao wameamua kusimama katika jukwaa la ukweli. Wameamua kusimama katika jukwaa la ukweli hata kama wataitwa majina na watu wa dunia. Wao wanapeperusha bendera ya ukweli peke yake. Sasa nikuulize wewe unayenisikiliza kwa makini. Leo tufundishe ya kwamba ubatizo ni wa maji mengi. Wala mtoto mdogo hafai kubatizwa. Tufundishe hali ya wafu, ya kwamba hakuna mahali wafu wanaenda unaweza kuongea nao. Na wale watu ambao wanafanya hayo wametoka kwenye imani. Na ndipo wale wachungaji wa Kiadventista wa Sabato ambao walikuwa hawajaanguka, tunasoma walikuwa wanakemea sana fundisho la Jumapili kama Sabato, ama Jumapili ikiwa ni ibada badia, ama siku ya Jumapili kinyume na Sabato ya Mungu ni uasi. Fundisho la utatu ni uasi. Kunyunyizia maji kwenye ubatizo ni uasi. Na fundisho la hali ya wafu, wale wanaamini ya kwamba mtu akifa kuna sehemu nyingine anaenda kwenye chemba inaitwa purgatory, ni uasi. Lakini leo tunaambiwa na wachungaji ambao wanasimama katika mimbari ya Waadventista wa Sabato, hao wanabatiza na maji ya kunyunyizia. Hao wana Mungu wa utatu. Hao wana Sabato badia. Hao wana mafundisho mabaya kuhusu hali ya wafu. Tena tunashiriki na wao kikombe kimoja katika meza ya Bwana. Abadan katan, haiwezekani hata kwa vita. Abadan katan, haiwezekani hata kwa vita. Kwa hivyo wale ambao watakuwa ni waaminifu katika kweli hawawezi kusimama katika jukwaa hilo lao, kwa sababu wana roho ambaye ni kinyume na Kristo, anaitwa roho wa mpinga Kristo. Kwa hivyo roho wa mpinga Kristo ameuganisha makanisa yake kwa umoja. Kwa hivyo ukijaribu uguze mmoja umeguza wote. Unaona, ukiguza Mungu wao leo umeguza wote. Umewaguza wote, kwa sababu leo ukisema ya kwamba hakuna utatu ni fundisho Obadia, unavamiwa na hao wa SDA, unavamiwa na Katoliki, unavamiwa na kila mtu, kwa sababu umeguza Mungu wao. Na huyo Mungu wao ni Mungu wa gome, ni Mungu ambaye hakuabudiwa na manabii wala hakuabudiwa na kanisa la mitume. Wamekuja kumchukua juzi. Na kweli kabisa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato kuna rejea ambazo kabisa zinasomwa, zinaeleweka, ya kwamba Mungu wa utatu amekuja akaingia kwa kanisa la Waadventista wa Sabato rasmi katika kitabu ambacho kinaitwa Fundamental Belief mwaka wa 1981. Ndiye huyo Mungu ameingizwa rasmi. Na wakati ambapo ameingizwa rasmi, ndio kanisa la Waadventista wa Sabato likakubalika kuitwa kanisa la kidunia sawasawa na kanisa la Katoliki. Kwa hivyo ina maana mwaka wa 1980 kanisa la SDA halikuwa kanisa la kidunia. Swali, lilikuwa kanisa la nini? Lilikuwa linaitwa kanisa la usushi. Lilikuwa linaonekana kama cult, kwa sababu wale watu ambao watasimamia ukweli katika jukwaa la Kristo wakiwa na roho moja lazima watateseka sawasawa na vile alivyoteswa Elia wakati wa mfalme Ahabu. Kwa hivyo tunapokuwa na umoja, si umoja wa kumtajirisha Dasha au kumtajirisha Masawe. Tunahitajika kujua kwamba vitu hivi ambavyo tunaona vinavyoonekana kwa macho ni vitu vya muda mdogo. Tunahitajika sisi kufikiria ni namna gani tunaweza kujenga ufalme wa Mungu tukiwa hapa duniani, kwa sababu hizi vitu zingine zote mnaona ni za kuisha. Ni watu wangapi wana mali lakini sasa hivi wamekosa tumaini? Nimemsikiliza mtu mmoja anaitwa Besigye kule Uganda. Amewekwa korokoroni, anajaribu kulia mpaka anazimia. Hana wa kumsaidia kwa sababu hapa duniani
hakuna msaada kwa mtu yoyote ambaye anamlilia Mungu. Sasa sababu kubwa ya Mungu kutaka umoja katika kanisa ni kwa sababu umoja huo utawasababisha kuwa na uwezo na kuwa na nguvu za utendakazi, ambaye mission moja, endeni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Hatuna mission nyingine kado na hiyo. Ikikuja mission nyingine kado na hiyo, basi ni mission ambayo imeletwa na mpinga Kristo kupitia roho wake. Bwana asifiwe. Leo tunaposoma Biblia, Biblia inaeleza vizuri ya kwamba Paulo anaandika barua, anasema ya kwamba aenda uwasalimie fulani na fulani, na usalimie kanisa ambalo liko ndani ya nyumba. Enda ukasalimie kanisa liko ndani ya nyumba. Lakini leo tuna watu ambao wanatoa mamilioni ya pesa, mwaka nenda mwaka rudi, utawaona wakihubiri injili ya kweli. Lakini mwaka nenda mwaka rudi, wanachanga kujenga manyumba makubwa ya magorofa ambaye yanakula pesa zao kumaliza, hawawezi wakahubiri. Alafu hao wanakudanganya sisi ndio kanisa la Mungu. Hakwende kabisa. Haiwezekani ndugu zangu. Hatuwezi kusema ya kwamba leo, hatujasema ya kwamba kujenga ni vibaya, lakini hatuwezi kuweka pesa zetu zote katika kujenga manyumba ambaye haya manyumba hayana uhusiano hata chembe na kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu linaunganishwa katika roho. Yesu asema kanisa likaongezeka katika Matendo ya Mitume 2 mstari wa 47. Kanisa likaongezeka kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Na hakuna hata mmoja alikuwa na kitu chake. Walikuwa wanaweka vitu zote shirika. Lakini leo tuna watu ambao ukienda uwahubirie, umegharamika kweli, ukaenda ukahubiria, wakaamini katika injili hii. Lakini watakapofika hapa wanakuwa ni watu wa kugawanya. Hawa watu hatuko katika safari moja na wao. Hawa watu hatuna roho moja na wao. Wakristo wa kweli wana roho moja, wana ushirika moja, na kile kinachowapatanisha ni ukweli wa Biblia. Hakuna mtu yoyote ambaye ametushikanisha hapa. Hatujashikanishwa hapa na Masawe ama na Dashi ama na Mzee Makao. Hapa kile ambacho kimetusimamisha katika jukwaa ni kwa sababu tunainua bendera ya ukweli peke yake. Sasa naomba niweze kutafuta kitabu kingine hapa ambacho kulingana na Waadventista wa kale. Kube ilizima haizuru. Kulingana na Waadventista wa zamani ambao walikuwa wamesimama katika jukwaa la ukweli, waliamini ya kwamba hawawezi kuungana umoja na watu ambao wamechanganya neno la Mungu na uongo. Watu ambao wamechanganya neno la Mungu na uongo, tutaungana na wao wakikubali kuachana na uongo ambao wameingiza. Sasa niombe kitu moja kwa kanisa la Dar es Salaam na kanisa lolote ambalo pengine tumehusika katika kuhubiri. Unaona kwamba unaweza ukawa umejifundisha miguuni mwa Dashi, ama umejifundisha miguuni mwa mtumishi Makao, ama mtumishi Masawe, ama mtu mwingine yote. Unasikia kwamba unahitaji hata mikono yake, akuwekelee mikono yake, ili unapoenda uende katika roho huyo ambaye alikuwemo katika yule aliyekuhubiria. Kwa hivyo na maana ya kwamba utakapoenda alafu upate ya kwamba una roho mwingine, ujue ya kwamba huyo roho sio yule uliyempokea kwa wale waliokuhubiria. Sasa wakati ambapo umefanya sisi tutoke kwenye madhehebu, ni wakati tulipogundua ya kwamba madhehebu haya yanamtumikia roho mwingine kado na yule roho wa Kristo. Ndio tukafunga vilago vyetu tukaondoka ili tuweze kukaa katika jukwaa moja ambalo lina umoja katika kweli. Na wakati Yesu anapobatizwa ndio tunaona ule utukufu wa Mungu ukija juu yake. Kwa hivyo ubatizo ni kitu cha maana sana, kinawaunganisha watu katika umoja. Ndio maana wale watu ambao wamebatizwa katika kweli wanashiriki meza moja, wanakula mkate na wanakunywa kwa kikombe kimoja cha ushirika cha udugu.
Kwa hivyo tuna udugu ambao ni udugu zaidi na udugu wa damu. Unatakikana wewe kumhurumia Dasha sana unapopata ya kwamba Dasha ana jambo ambalo linaweza kumtoa katika ushirika. Unatakikana kumhurumia sana, kwa sababu ni ndugu yako. Unatakikana kutumia gharama yoyote ile kwa ajili ya kumrejesha, lakini si utumike wewe kwa ajili ya kumpoteza. Unatakikana kutumika katika njia ya kufanyaje? Mtu yoyote ambaye anamrejesha ndugu ambaye anaenda kupotelea katika nje, mwenye anapotelea katika uongo, akamrejesha, ni mtu ambaye amemrejesha mtu kutoka kwenye dhambi na kumleta katika ukweli. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kile kimetuunganisha ni ukweli ambaye tumeupokea na ubatizo ambao tumebatizwa kwake. Kwa sababu katika ubatizo huo unapokea roho wa wale waliokuhubiria. Kwa hivyo na maana ya kwamba utakapoenda kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato ndio wanakuapisha, unakula kiapo. Kwa sababu ule ubatizo ni kiapo, umeapa. Wakati utakapoenda kinyume na kiapo chao, wanakuondoa katika ushirika. Kwa sababu wewe umeenda kinyume na kiapo chao. Kwa hivyo kile ambacho kinakusababisha uwe na ushirika nao ni kile ambacho walikupea wakati walipokuhubiria. Ndio maana wanapokubatiza sasa wanakuambia kutoka hapo sasa wewe tuna kiapo kimoja, tunatumikia roho moja. Sasa wewe niambie, wale ambao wanabatizwa na kipaimara, wale ambao wanaruka bendera wakibatizwa, wanakujaje wanakula meza ya Bwana kwenye kanisa la SDA? Ni nini ambacho kinawaunganisha? Kwa sababu wakati wa ubatizo wao kuna yule ambaye anawaunganisha, ambaye wanamuita Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo mkabatizwe na bendera kwenye mnabatiziwa, muende mkabukule kipaimara kwenye mnakulia kipaimara, maadamu mko na Mungu Roho anayewaunganisha, mnakuwa ndugu katika imani hiyo. Ndio maana huyo mchungaji wa SDA anasema wote wanaweza kwenda kula wanaweza kula Pasaka kwa kanisa gani? SDA. Sasa mbona nyinyi hawawataji kwenda kukula meza ya Bwana pale? Kwa sababu tunakataa utatu. Nyinyi ambao mnaitwa offshoot na Katoliki, ni nani ndugu wa kanisa la SDA leo? Katoliki. Kwa nini Katoliki wawe ndugu wa SDA lakini wale wanaitwa offshoot wasikue ndugu? Wanakuwa na Mungu Roho. Kwa sababu wale wana umoja katika roho ambaye wanamuhitaji Mungu Roho. Na sisi tuko na umoja katika roho tunayemhitaji Roho wa Kristo. Safi kabisa. Full stop, na ikauke hivyo. Haya mambo mengine brother zangu yasiwasubue. Usisumbuke ya kwamba huyu mtu ataendaje mbinguni. Hiyo si kazi yako, wala uwezi kupeleka mtu mbinguni. Utapeleka nani wewe? Kuna mtu hapa ana uwezo wa kufanya mtu aende mbinguni hapa? Hakuna. Kuna. Wote tunaingia katika hiyo gari. Sisi ni abiria ambao tumeingia katika meli, ambaye dereva wa hiyo meli anaitwa nani? Kidogo meli ni kama inaga dereva anaitwaje mwenye anaendesha meli? Nahodha. Dereva imekuwa ni ushamba. Nahodha ambaye anapeleka meli anatakikana kuwa nani? Kristo. Sasa hapa ndani lazima tukae, kwa sababu nahodha ni nani? Kristo. Lakini nahodha akiwa shetani tutakaa? Apakaliki. Sababu ambaye tunafanya tutoke kwenye meli ni kwa sababu ameondoa nahodha. Alafu kondakta wakaweka nahodha mwingine, alafu wakaweka kondakta mpinga Kristo. Kondakta ni mpinga Kristo, shetani ndiye anaendesha. Sasa huko ndani mnapambana huko ndani. Nyinyi tunakula Pasaka ya Bwana tukiwa pamoja, maadamu tuko na nahodha moja. Sasa kile ambacho kinatuunganisha sisi ni roho moja, ambaye ni roho wa Kristo, ambaye anatuunganisha katika umoja. Sasa wewe ima ulitoka kwenye kipaimara ama ulitoka kwenye kanisa la SDA, ili ushirika wako uwe hapa na usiwe na unafiki, lazima ubatizwe katika ubatizo wa jumuiya hii ya kweli, ili tuweze kuungana pamoja. Kama utabatizwa, lazima utatusumbua, na ukaangalia watu wengi
ambao wanasumbua. Ukiwauliza, na ulipotoka kwa kanisa la SDA kule kwa Mungu wa Utatu, ulipotoka kule kwa kanisa fulani kwa kanisa la Utatu, ulipofika hapa ulibatizwa? Akwambia unajua, ikaenda ikateremka. Sasa unamwanza, sasa unasikia ile maneno anayatoa yako kinyume, pengine na wale wanahubiri hapa, pengine na utaratibu ambao unawekwa, pengine sasa inakuwa ni vita. Lakini hizo nasema lazima watu wa Mungu wawe na umoja katika utukufu. Utukufu ndio unatuondolea magomvi. Leo tukiwaambia kwamba kanisa la Tanzania na kanisa la Kenya si kanisa mbili, tuko katika jukwaa moja ambaye kwa kweli tumehubiri. Kanisa la Tanzania likapatikana, kanisa la Kenya likapatikana, litapatikana la Burundi, litapatikana la Kongo, maana wako hata hawana kwa kukusanyika, maana wamechanganyikiwa. Kwanza tuna dhambi sana. Tuna dhambi kwa sababu kuna watu ambao tumewafanya wakae kwa nyumba na hakuna ibada ya mtu kwa nyumba. Sasa ili dhambi hii tuondoke, lazima tufike katika umoja wa kutufanikisha kufika kwa hao watu ambao tumeshindwa kufika kwa ajili ya kukosa nguvu na uwezo. Pamoja na Uganda. Ndio, Uganda wapi, yani natakikana tuwe kuna tukiwa pale na vijana tuna jambo tulikuwa tunaliongelea pale. Nikawa nawaambia vijana, msiwaze kidogo, muwaze mambo makubwa. Unapowaza kidogo unakuwa mtu mdogo tu. Lakini unapowaza mambo makubwa, hayo makubwa unayowaza ndio utakayoyapata. Wacha kuwaza vitu dogo. Waza mambo makubwa. Usianze kuiona ati siwezi. Kwa nini uwezi? Kwani huyo ameweza ni nini amefanya? Wale ambao unaona wameweza, wamefanya nini? Wamehoga Mungu. Lakini wewe utakapojiweka duni, unabaki hapo duni. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tukiwa katika umoja, tutakuwa na nguvu na uwezo wa kufanya mambo makubwa. Na umoja ni nguvu. Utengano ni udhaifu. Na wakati wa sasa ni wakati wa watu wa Mungu kuwa na umoja ili waweze kufikia kusudi moja la utendakazi. Na ili tusije tukawa na migogoro, lazima tukubaliane hapa, lazima watu wabatizwe kwa ubatizo ambao tushakubaliana. Wale ambao watakataa, hatuko pamoja na wao. Wanatakikana wakatafute kundi ambalo liko na watu wa hiyo roho. Wakikaa hapa watatusubua. Sasa kuna watu wengine inabidi tuwaache tu, tuseme ya kwamba ni sawa, endeni, kwa sababu hata mkikaa hamna faida. Kitu ambacho mnafanya nyinyi ni kuturudisha nyumba, baadaye twende wapi? Wale watu ambao tuko na wao ni wale wanasema no retreat, no surrender. Hao ndio watu ambao tunatakikana kwenda na wao. Kama ni kukufa, tufe. Lakini si wewe uanze tena kuturudisha nyuma na mambo zako za ajabu. Wewe kama unarudi nyumba, rudi peke yako. Ndio naona wakati Mungu ameitana Sodoma na Gomora, ameitana, lakini mke wa Rutu akafanya nini? Karudi nyuma. Sasa wito ambao ulisikia siku ya kwanza ndio wito ambao unatakikana kusikia mpaka leo, mpaka Yesu arudi. Na wito huo ni kwamba twende wapi? Mbele. Sauti hizi za nyuma hizi ni za ajabu hizi. Hizi sauti za nyuma hizi ni za mke wa Rutu ambazo zinataka kukuangamiza. Ajenda yetu ni kwenda kukamilisha kazi ambaye tumeilega tangu tulipoitwa. Lakini huku ndani tuna mambo mengi. Kwa mfano, wakati Mungu anapomchagua Samson katika wito wake hakujua ya kwamba atafika mwisho bila macho. Alijua wakati anapoingia kwa malaya, hawa Wafilisti ambao walikuwa wanamgoja wakifikiria kwamba Mungu amemalizana naye. Si huyu jamaa ameko kwa malaya, si ameingia kwa malaya. Kwa sababu yeye ujue aliingia na akaonekana akiingia. Wacha wale wanaingia wakijificha. Huko kwa malaya, lakini uliingia usiku. Ukitoka unatoka usiku. Sasa walimuona Samsoni ndio ameingia. Hivi ni waulize nyinyi mnayesoma hicho kitabu cha Waamuzi. Nafikiri ni Waamuzi 16. Wakati alipotoka kwa hiyo nyumba ya malaya, Mungu alikuwa amemalizana na Samsoni? Alikuwa amemalizana naye? Hakuwa amemalizana naye, kwa sababu ile nguvu aliyotumia ya kutoka na hiyo mlango ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya Mungu. Kwani Mungu alikuwa amemalizana naye kwa sababu alilala huko kwa malaya? Si angesema basi huyu jamaa ameshalala huko basi kuisha bei. Sasa akitoka na wao.
wakikuja kuangalia jamaa alienda. Unaona kitu moja ambaye kuna kitabu fulani, simu yangu imezima, kuna quotation fulani ambaye ile inasema ya kwamba dhambi ya watu ambao wanahubiri sio ya kuogelea kiholela, kwa sababu inawafanya watu wengine kurudi nyuma na kupotea milele. Ni vitu ambavyo unatakikana kujua unaogelea nani, kwa sababu ukija umuogelee Makau kwa mtu ambaye alimhubiria, ni nini ambacho wewe unataka kufanya? Ni injili ya Makau imeharibika au ni Makau? Sasa unatakikana kuface messenger au message. Tuna shida na Ted Wilson. Hapana. Kile ambacho tuko na shida naye ni nini? Message. Wachana na messenger. Pambana na message, kwa sababu message ndio inaokoa, si messenger. Tunaelewana hiyo? Kwa hivyo wakati ambapo Mungu anachagua wakati wana wa Israeli walipochaguliwa Musa na Haruni awaongoze, walifika wakati wakaanza kusema ya kwamba bado kweli Mungu alimchagua Musa, walianza kufikia kuwa na mashaka. Nukuu hapa iko nikusomee, aisome. Nasema hivi, Naam. Testimony for the Church volume 5 ukurasa wa 498. Naam. Kama mchungaji amekosa, ndio, au anayo makosa katika tabia yake, ndio, mambo hayo hayatakiwi kujadiliwa au kutangazwa mbele ya watu au katika familia. Ndio. Inapofanywa hivyo, heshima ya nafasi ya utumishi inashuka na imani ya watu katika ujumbe inaingia dosari. Unaona? Kitu ambacho kinahitajika mjue ya kwamba hakuna sehemu ambaye inakosa uongozi. Na kwa sababu uongozi unatafutwa na washiriki, ina maana ya kwamba tunaweza kuondoa mtu fulani tuweke mtu fulani. Tunaweza kuondoa mtu fulani tuweke mtu fulani. Ndio maana kuna kuchaguana katika kanisa, si ndio? Lakini kile ambacho kinatakikana sisi kutuunganisha ni si mtu yoyote atuunganishi, tunaunganishwa na ukweli. Sasa hivi niwaulize, ili tuweze kufanikisha kazi ambayo iko mbele yetu kubwa mno, inawezekana na kanisa la Tanzania peke yake? Inatakikana ya kwamba yoyote ambaye tuko katika bendera moja, ambaye tuko katika umbrella moja, lazima tukusudie kitu kimoja katika mawazo na katika nia na katika makusudi. Ndio hizo nasema lazima tuwe na umoja sawa na yeye wanavyo umoja na baba yake. Wana umoja katika nia, wana umoja katika makusudi, na wana umoja katika kazi. Hawapingani, wanafanya kitu moja, kazi inaenda. Sasa niwaulize sasa, tunatakikana tuanze na hapa Dar es Salaam, alafu tuanze kuingia katika hiyo mikoa. Nasikia mnaita mikoa. Hiyo mikoa. Watu wote ambao inawezekana tayari mikoa hiyo yote iwekwe mahali pamoja. Tuwe na usemi huu. Si ati kwa sababu kuna mkoa mwingine na hapo wana kusudi zao, wana vitu zao. Mkoa mwingine iko na hapo ina kusudi zao, ina mambo yao. Hiyo ni Babeli nyingine itakayotengenezwa na hapo. Lakini inatakikana ya kwamba tuwe na usemi ngapi? Moja. Hakuna kitu kizuri kama utaratibu wa kazi na order. Na kama ingekuwa ya kwamba SDA imeasi kwa sababu ya order, tulikosea kutoka huko. Order yao ni order nzuri, inawafanya hata kama wana uogo wao unaenda kwa haraka kwa sababu wako na order. Kwa hivyo si ati ya kwamba kitu yoyote ambaye iko huko unakataa. Kuna kitu kingine ya kujifunza kwa sababu ukweli hata usemwe na Muislamu utakuwa uongo. Kwa sababu ni Muislamu amesema. Kama Muislamu amesema ukweli ni ukweli. Ndio maana wakati mwingine watu wanasema Dasha amesilimu. Amesilimu kwa nini? Kusema Mungu ni mmoja. Yaani ukisema Mungu ni mmoja, umekuwa Muislamu. Kama nimekuwa Muislamu kwa hiyo basi mimi ni Muislamu, lakini naamini ya kwamba Yesu ni mwana wa nani? Kama Waislamu watakubali hivyo si wakuje. Hata mimi sitaenda hata kwa msikiti. Unafikiri ni kwenda kwa msikiti nitakufa? Nikukufa nitakufa. Wakubali ya kwamba Mungu ni mmoja. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo.
Ni nini kitanizuia nikose kuwa na wao pamoja? Tidasa amesilimu. Mimi sijasilimu. Ninasema ukweli. Kama wamesema ukweli ya kwamba nikisoma andiko hapa na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Muislamu aseme amen. Ni mbaya? Ni mbaya? Hapana. Kwa hivyo ninaomba kama wewe una katika kusanyiko hili na umeamua kusafiri pamoja nasi na wale watu ambao mnatusikiliza katika ubali hapa, panaitwaje hapa? Kerege, Matumbi, Bagamoyo. Kerege, Matumbi, Bagamoyo. Kerege, Matumbi, Bagamoyo. Ndio. Shule hii ni gani? MTI. Chuo cha MTI. Hata wale mlikuwa mnataka kuniweka ndani nimewaelezea vile mtakuja Inawezekana walikuwa watafuta barabara hawajui niko pande gani. Sasa wale ambao mnataka kuja na mngehitaji tuweze kuungana na nyinyi katika ukweli huu ambao tunahubiri, kujeni hapa inapofika Ijumaa, tuwabatize, tuwe na roho moja katika safari ambayo tunaenda. Na kama kuna wengine ambao wako hapa ambao pia hawajabatizwa, walitoka na hawajabatizwa, tafadhali naomba mkubali kubatizwa ili tuondoe kutokuelewana. Tunapoenda katika safari, tuende safari ambayo iko na moja. Masawe, nafikiri wewe unaweza kuwafahamu. Karibu, ukiwa unajua huyu aliyebatizwa taja kwa jina. Na yule ambaye hajatajwa, njoo hapa tuombe hapa tumalize ili wadarike kwa ajili ya ubatizo siku ya Ijumaa. Karibu ndugu Masawe. Kaa hapo bado. Bwana asifiwe. Hapa umeme umekatika, lakini bado sauti ya speaker mnaisikia? Ni kwa sababu hiyo speaker hii inaendesha zote. Hii speaker ni kama milioni 1. Tamaa yangu vijana wote wale ambao wana wito wa kazi ya nani, tunapaswa kuwapa hizi speaker popote pale mlipo. Haleluya. Lakini pasipo ile ubili ambayo amefundisha Mwalimu Dacha, hatuwezi kupata nini? Speaker. Sisi tuliungana hapa kufanya kila kitu iwezekane vyombo vya mahubiri vifanyeje? Kwani hapo unaona kuna njaa ya vyombo? Hakuna njaa ya vyombo. Tulishikamana. Haleluya. Sasa ubatizo kama mlivyosikia ni kuungana na Mungu na Kristo. Lakini pia ubatizo ni pamoja na kuungana na kanisa la nani? La Mungu. Maana tunaingia katika roho huyu moja. Yale maji ni ukili wa nje kwamba nimekubali kwa kuitangazia dunia naungana na Mungu na Kristo na kanisa lake. Sawa Lakini kwanza ni kupata roho wa Kristo. Sasa jana nimetoa wito hapa kwa wale ambao walijitangaza kwamba tunataka kuungana na Mungu huyu ambaye tunamwabudu. Kwa maana somo la kwanza nilifundisha kwamba ni Mungu gani tunayemwabudu. Hebu simameni juu. Wale ambao wamejitoa jana. Simameni juu. Bwana asifiwe. Wazee wa kanisa mpo? Ambao wazee wa kanisa yoyote waliofika hapa, mzee ambaye amewekwa wakfu na ile kanisa kwa Tanzania, kama upo simama juu. Shirima, kwani wewe si mzee wa kanisa? Nilikuja pale Moshi kwa ajili hiyo. Bwana asifiwe. Wazee wa kanisa njoni mbele. Huyu ni mzee wa kanisa la Zanzibar. Huyu ni mzee wa kanisa la Rombo. Unakuwa mzee wa kanisa kwa kuungana na imani hii na utawekwa wakfu na wale ambao ni ministers. Sasa hawa ningeomba majina yao mtayachukua. Mko wangapi? Umeona hapo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Watu wangapi hao? Mbona usimami? Sijana ulijitoa 12. Hao wote baada ya hapa naomba wazee wa kanisa mualisti, alafu muanze kuwashughulikia. Wito wa pili. Kwa yule ambaye sasa anatamani sasa kuungana hili kundi kubwa. Nyie kaeni sasa. Mtaona hao. Yule ambaye jana kujitoa, simama juu. Bwana asifiwe. Simama juu. Na nafikiri mwalimu kuongelea hilo jambo nyuma Kuna watu wanauliza swali kama nimebatiza kule CDA, si ndio Nilibatizwa kule sehemu fulani.
Tulishatangaza hapa, Mungu ambaye wa SDA wanamwabudu si Mungu tunayemwabudu wapi? Hapa au popote pale. Unapoingia katika imani yoyote lazima ujiingize kwa huyo Mungu husika. Ukiwa Muislamu ama ukienda kuingia katika kusilimishwa, si unaambiwa muamini Allah kwa kinywa chako na kwa moyo wako. Na sikizo umeongeza eneo lingine, kataa Yesu si mwana wa nani? Sikizo umeongeza hiyo kitu siku hizi kama mjui. Kama yule Ndudi alikana kwamba Yesu si mwana wa nani? Ndudi alikuwa ni mwaziri pamoja na Ndacha Kenya. Tena alikuwa ni mwalimu wa Ndacha. Mwalimu watu wengi. Lakini baadaye akaingia katika Uislamu na akakana Yesu si mwana wa Mungu wa mamu. Kesho yake alikufa. Ndudi, tulilia sana. Tulilia nini? Sana. Sasa imani hii tunajiunga kwa kumwamini Mungu wa hapa. Wewe kama ulibatizwa kule, ujue ulibatizwa kwa Mungu mwingine. Bwana asifiwe. Sisi tunabatizwa hapa kwa kumwamini Mungu huyu mmoja aliye Baba na mwanae Bwana wetu Yesu Kristo, wakiwa na roho yake, Roho Mtakatifu. Wangapi? 4. Mungu wabariki sana. Pia mtamwona mzee wa kanisa hapa, mtumishi wa Mungu. Sasa ni wakati wa kuombea. Kuna watu wengine nao wamebatizwa tu kwa jina la Yesu tu. Nadhani ya kwamba kulingana na ukweli ambao tuko nao ni kwamba hakuna ubatizo wa jina tu la Yesu. Ni watu ambao wameelewa andiko lile la Petro akisema tubuni mkabatizwe kwa jina lake Yesu mpate ondoleo la dhambi. Lakini agizo la Yesu lilikuwa watu wabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu wale ambao wamehubiriwa hawajahubiriwa Yesu peke yake. Tunahubiri ya kwamba kunaye Mungu mmoja ambaye ni nani? Baba. Kunaye Bwana mmoja ambaye ni nani? Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kunaye Roho mmoja, Roho wa nani? Roho wa Mungu. Na ndio maana unabatizwa hivyo. Unaona? Lakini sasa watu ambao wanasema ya kwamba wewe utakapokuwa umehubiriwa hivyo, ukafa, ukazikwa katika ubatizo, ukafufuka, unafufuka ukiwa mtu mpya aliyezaliwa katika roho, aliyezaliwa katika roho, mtu mpya wa kiroho ambaye tulikuwa tumeona jana. Kwa hivyo kama wewe ulibatizwa tu kwa jina la Yesu, bado utahitaji uweze kubatizwa tena. Uweze kubatizwa tena, kwa sababu hapo, na wale ambao tuliweza kujadili na hilo somo tumeliongea kwa muda mrefu na likaeleweka, hata mimi nikalielewa kwa kabisa. Kwa hivyo wale ambao hawakubatizwa kwa jina la Baba, Mwana na Roho wanahitaji kubatizwa tena. Kuna vijana ambao wakati mwingine wananiandikia message kwa simu yangu, wako huko Tanzania, wakiwa wanahitaji ya kwamba tutafanyaje tuweze kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haiwezi kufanyika ukiwa peke yako kando. Wakati tumeshapata kusanyiko la Tanzania, jiunge na kusanyiko, alafu ndio iweze kuwa na utaratibu wa wewe kufanya kazi chini ya kusanyiko la Tanzania, si ndio? Asante. Kwa hivyo kila mtu, hakuna mtu amefungiwa kufanya kazi. Njoo batizwa, utajulikana una kipawa gani na kipawa chako kiweze kutumika kwa ajili ya kuendesha kazi ya Mungu tunapoendelea mbele. Sasa tuweze kuomba kwa ajili ya hao waliojitoa. Ningeomba muweze kuja hapa kama wewe ukitaka kubatizwa juu hapa niweze kuomba pamoja na wewe. Jooni hapa mbele. Kuna jambo mbili. Naam. Sasa inabidi sasa tutakaa baadaye tuzungumze vizuri. Sawa? Haya, hata wale ambao watakuwa wana hiyo hoja, kuna muda mwingine tutaijibu. Kuna ndugu pale ana swali anataka kuuliza. Unataka kuuliza nini? Wale wa SDA. Hata kama ulikuwa wanaamini utatu, sawa? Sababu mindset yao ilikuwa ni nini? Ni utatu. Sisi mindset yetu ni hii. Mungu ni huyu
mmoja aliye Baba. Sawa eh? Kwa ina maana wewe ulibatizwa katika njia tofauti. Kwa unapaswa kubatizwa. Sasa vile umekuja ukajiuga hapa tu, tunasafiri pamoja, kwa hivyo tunakubatiza ili tuweze kusafiri katika kweli hiyo. Hiyo ya Waislamu kando, hiyo ingine ya nyuma kando. Sasa tunaanza safari upya. Wewe una swali? Amina. Kuna ndugu mwingine ambao wao wanaamini mtasa. Na baada ya yeye kuwa na wasikiliza akawasikiliza kwenda kubatiza watu wengine, ila yeye hakubatizwa. Sasa ndio akawa na wasiwasi kwamba hata ile kuwasikiliza alikuwa na hata ingia kwenye ubatizo wao abatize. Hapana. Kama ndio hivyo hapana. Sawa? Sasa hiyo Muislamu usijejua ni vizuri vipi? Kama ni ya Muislamu muachie Muislamu. Sisi tubaki na hii yetu. Haya, sawa. Wachani tuombe, alafu mtaweza kuendelea kuandika baadaye. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa pekee na Mungu wa kweli, kupitia kwa imani ya Yesu Kristo Bwana wetu, tunakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili la hili kambi la hapa Dar es Salaam. Tunashukuru kwa ajili ya hawa wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, ili tuweze kuungana pamoja na wao kwa ajili ya kazi kubwa ambayo umetuitia. Kazi ambayo iliyo mbele yetu ni kubwa, ambayo umetuhakikishia kwamba tutashinda, kwa sababu wewe uko pamoja nasi na hatuwezi kuogopa yule ambaye ako pamoja na wao wale wanaopingana nasi kila kunapoitwa leo. Kundi hili ambalo limeamua kuingia katika ubatizo wa maji mengi, maji yanakuwa ni ishara tu kwetu, bali tunaomba ya kwamba uweze kuwapokea na kuwazaa mara ya pili kupitia kwa Roho wa Kristo, ili tuweze kuungana pamoja na wao katika safari hii iliyo mbele yetu. Wabariki wote pamoja na kazi ya mikono yao, wabariki pamoja na familia zao, mashamba, pamoja hata na mifugo. Chochote ambacho Bwana kinakachoingia katika mikono yao, wacha kiweze kujaa baraka. Hebu manyumba yao iwe katika kama vile manyumba ya wale tunaowasoma katika Biblia, yawe ya kuwabariki wengine na iwe kibilio la wanyonge pamoja na maskini. Wabariki mpaka na dhahabu na fedha ambazo Bwana ni zako, unazimiliki, wakabidhi. Waondolee maradhi, pesa zao zisije zikaenda katika madawa. Hebu pesa zao ziweze kuingia katika kufanya kazi yako na kuwasaidia wale ambao hawajiwezi. Tubariki tunapoenda kufanya huduma hii wakati wa siku ya Ijumaa, na ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Mungu bariki. Sasa kwa wale ambao msiondoke. Nimeambia wazee wa kanisa sasa msiondoke. Nataka shughuli na nyinyi. Mwape na mkono. Sasa wale ambao wanatamani kubatizwa lakini hawapo hapa Dar es Salaam, wako hapa mikoa mingine. Namba yangu ya simu iko hapo na imerushwa katika Biblia Nuru ya Dunia. Imerushwa katika channel mbalimbali ambazo tumezirushia hapo. Utapiga namba hiyo au nikutajie kabisa 0757 722557. Namba hiyo ukipiga nitakuongoza kwa viongozi husika wa kila kanda hapa Tanzania. Utapokea ubatizo ule. Na vivyo hivyo kama itakuwa ni hatua ya mbali, basi tutakufanyia mpango madhubuti kwa ajili ya jambo hilo. Na kwa wale wa Kongo ambao ni wengi sana mmenitafuta, basi naomba tu mvumilie kidogo. Tutakaa na viongozi, tutaangalia namna gani hapa tutume mjumbe aje Kongo kawabatize. Maana wameshakuwa wengi sana nimewakusanya hapa. Mungu na wabariki. Hivyo wazee wa kanisa baada ya hapa pamoja na mratibu wetu wa kanda tutaangalia, watafanya mazungumzo kidogo. Maana kuna mwingine hapa aliniona akaniambia kuna mambo fulani hivi kabla sijabatizwa nataka tuzungumze. Kwa hiyo itakuwa ni jukumu hilo litafanyika hapo katika utimilifu huo. Basi baada ya kusema hayo niwaachie viongozi kuendelea na ratiba husika. Asante.
Halo. Wakati wanaendelea kuchukua rekodi ya wale wanaotaraji kubatizwa, naomba nirudie ratiba yetu. Siku ya leo ni siku ya kufunga na nimetoa maelekezo kwa wale ambao wana changamoto za kiafya wamuone bawabu. Bawabu uliponyesha mkono. Jamani, bawabu mmemwona? Mtoe taarifa mapema. Kwa maana hiyo sasa hivi hatuendi katika kipindi kile ambacho tulitaraji kwenda kwa ajili ya chakula na mapumziko.